Mtazamaji wa Gift Online TV, tumejikita katika sehemu mbalimbali, lakini kwa siku hii ya leo tutakwenda kuzungumzia mambo ya kuzingatia ili uweze kulipwa fidia na bima pale unapopata ajali. Kwa hiyo tutakwenda kuzungumza na watu wa usalama barabarani, lakini pia tutakwenda kuzungumza na mtu wa bima mwenyewe ili aweze kuzungumza ni nini ambacho kinatakiwa kifanyike, ama ni nini ambacho kinapaswa wewe dereva ama wewe abiria ama wewe mtu ambaye umepata changamoto ya ajali ili uweze kulipwa fidia zako na watu husika wa bima. Kwa hiyo kaa tayari kutazama kipindi hiki cha Live Theater. Mimi ni Esther Mamkwe, karibu kututazama. Kwa majina anaitwa G791 Sergeant Gabriel. Niko kikosi cha usalama barabarani wilaya ya Moshi mjini. Kwa leo nina kwenda kuzungumzia umuhimu au ili mtu aweze kupata fidia kutoka kampuni yoyote ya bima, ni nini anapaswa kukipata kutoka jeshi la polisi na ni nyaraka gani anapaswa kupata kutoka jeshi la polisi. Basi kama tunavyojua gari ili uweze kutembea barabarani inahitajika kuwa na nyaraka baadhi, kwa maana ya kwamba lazima gari hiyo iwe na bima iliyo hai, lakini pia dereva anayeendesha chombo hicho aendeshe chombo hicho akiwa na leseni ambayo iko hai. Basi inapotokea bahati mbaya ajali imetokea, mhanga au aliyesababisha ajali anapohitajika kupata fidia au kwenda kufanya madai kwenye kampuni yoyote ya bima, anapaswa basi kuwa na mambo yafuatayo. Moja, lazima gari hiyo ambayo imesababisha au imesababishiwa ajali, dereva husika anapaswa kuwa na leseni hai. Awe amesababisha au amesababishiwa, lazima awe na leseni ambayo ni hai na inamruhusu kuendesha chombo husika. Lakini pia gari hiyo anayoiendesha inapaswa kuwa na bima hai. Iwe bima comprehensive, kwa maana ya bima kubwa, kama ambavyo tunajua bima za aina mbili, bima ndogo na bima kubwa. Pale anapopatwa na ajali, anapeleka madai yake bima, kule kampuni ya bima watamdai mambo yafuatayo. Moja, lazima yule mhanga kama alipata majeraha anapaswa kuwa na fomu ya polisi namba 3, tunaita PA3. Fomu namba 3 inatolewa polisi na mhanga au majeruhi anapewa ili aweze kwenda kupata matibabu katika hospitali yoyote ile, na kisha hiyo fomu iweze kujazwa na daktari ili kudhibitisha yale majeraha au kuhudumiwa kwake amefika hospitali husika. Basi baada ya kupata hiyo anapaswa pia, anapokuja hapa polisi, taarifa ya ajali inakuwa imeshatolewa, basi kuna fomu namba 90 anapaswa apewe, ambayo hiyo fomu namba 90 itaeleza tukio, namna ambavyo lilitokea, wapi lilitokea, muda gani, na ilikuwaje tukio likatokea, msababishi ni nani, chanzo ni nini. Vile vile anatakiwa kupata fomu namba 93 kama mhanga labda chombo chake kimeathirika au kimeharibika, anapaswa kupata fomu namba 93. Hii fomu namba 93 ni hati ya ukaguzi wa gari. Lakini pia anapaswa kupata ramani ya tukio. Ramani ya tukio itaonyesha tukio litokea wapi, chombo kilichohusika, na basi kama kuna mashahidi watakuwa wameandikwa kwenye ile ramani na mashahidi wamesaini kwamba hii ajali ilitokea ilikuwa ya namna hii. Lakini pia anapaswa kupata PF 115, police form namba 115, ambayo ndio ripoti ya mwisho ya ajali. Ripoti ya mwisho ya ajali inatoka pale ambapo
jalada husika au kesi husika imefungwa au imefikishwa mahakamani na imepata matokeo kwa maana ya hukumu imepatikana. Kwa hiyo mhanga anapoenda kule kampuni ya bima anapaswa kuwa na nyaraka hizo, na zingine zinapatikana polisi, zingine zinapatikana mahakamani. Kwa mfano hati ya mashtaka inapatikana mahakamani, nakala ya hukumu inapatikana mahakamani. Anapopata zile nyaraka, na sisi kama polisi tunakuja kumwandalia ile fomu ya 115 ambayo ni ripoti ya mwisho ya ajali husika, na tunapomwambatanishia hizo dokumenti anapeleka kampuni ya bima ili naye aweze kupata fidia. Basi kwa hayo machache ninaamini watazamaji na wasikilizaji watakuwa mmenielewa. Nyaraka muhimu ndio kama hizo ambazo zinapaswa kupelekwa bima. Nimesema P3, ramani ya tukio, leseni ya dereva, kadi ya gari husika ambayo imefanya ajali, au kama sio gari basi pikipiki, kadi hiyo inapaswa iwepo. Lakini pia cover note ya bima au nyaraka ya bima husika ambayo unaenda kufanya madai. Kwa hayo machache ninaomba kuwasilisha. Kwa majina naitwa Jumanne Saidi Nyamgunda, ni meneja msaidizi wa kanda ya Kaskazini, shirika la bima la taifa, na pia ni msimamizi wa tawi la Moshi, Kilimanjaro. Shirika la bima la taifa tumekuwa tukilipa fidia mbalimbali endapo mteja anapata majanga kulingana na bima ambayo ameichagua, basi huwa tunafanya fidia kulingana na janga ambalo walilipata. Hususan upande wa bima za moto. Bima za moto na bima za ajali, kwa mfano za magari, tunasema motor vehicle insurance. Shirika la bima la taifa tunafanya fidia hizo endapo mteja amekata bima kutoka kwenye tawi letu lolote katika nchi nzima. Endapo janga linamkuta popote pale, basi katika nchi hii, katika mikoa ambayo ofisi zetu zipo, mteja huyo atawajibika kwenda kutoa taarifa katika ofisi yetu iliyo karibu naye. Kama alipata janga akiwa Mbeya lakini bima alikata akiwa Moshi, basi sio lazima afike Moshi, atawajibika kufika ofisi zetu za Mbeya kwenda kutoa taarifa ya ajali, kama kuna ajali au amegonga, amesababisha ajali au amesababishiwa ajali kulingana na bima aliyokata. Kwa mfano, mteja amekata bima kubwa ambayo tunasema ni comprehensive cover. Mteja huyu atawajibika endapo janga limetokea, basi kuna utaratibu wa kufuata. Utaratibu wa kwanza, mteja atawajibika kupata iwe kwanza wenzetu wa usalama wafike eneo la tukio, na wakishafika eneo la tukio, taratibu zote za kipolisi zikishafanyika, kutokea hapo sisi kwa upande wetu atakuja kutupa taarifa. Baada ya kukamilisha taratibu zote za kipolisi, nasi sisi tutampa utaratibu wetu wa kuleta nyaraka. Na nyaraka ambazo zinahitajika kwetu, kwa mfano mtu amekata comprehensive, bima yake kubwa, na amepata ajali akiwa sehemu ambayo taratibu zote za kipolisi zimefuatwa, basi sisi akifika ofisini kwetu, cha kwanza atatupa taarifa. Atatuandikia barua ya taarifa kwamba siku fulani, tarehe fulani nilipata ajali sehemu fulani. Sisi tutahitaji nyaraka za polisi, maana ndio uthibitisho sahihi ambao
mteja anaweza akatuletea na sisi tukaweza kwenda na hizo nyaraka. Na nyaraka ambazo tunazihitaji kutoka polisi ni kwanza ni PF90. Nyaraka ya kwanza, na nyaraka ya pili ni PF93. Na nyaraka ya tatu tunahitaji PF115. Endapo kama kesi imefungwa, basi taarifa tutazipata. Akishazipata hizo nyaraka pamoja na ramani au mchoro wa eneo la ajali, sisi badala ya hapo atapotuletea hizo nyaraka tutampa fomu yetu ya madai. Tukishampa fomu ya madai, akishaijaza fomu ya madai kwa usahihi, basi kitakachofuata sisi tutaomba kama kuna court judgment, kama ilikuwa imeenda mahakamani. Kama haikwenda mahakamani, basi tutahitaji baadhi ya nyaraka ambazo mteja atatuletea, ni pamoja na kwamba tupate picture kabla ya ajali na pictures baada ya ajali. Tutakapopata pictures hizo, sisi tutaweza kumtuma asesa wetu kwa ajili ya kwenda kufanya assessment ya tukio au kuangalia extent ya ajali, ambapo ilipotokea popote pale tutaweza kumtuma asesa wetu. Na pia vile vile tutamuomba mteja aweze kutupatia estimate ya kutoka garage ama invoice. Hii invoice ndio ambayo itatuonyesha ni ile gari extent yake ya damage au ni kiwango gani ambacho gari imepata uharibifu. Kwa hiyo sisi zile gharama tutakwenda nazo na asesa wetu atazipitia. Endapo itakuwa asesa naye amejiridhisha kwamba hizo gharama ni sahihi na amekiona chombo physically, basi hapo atatuletea, tutapandisha kwenye mfumo na utaratibu wa malipo utaanza. Tutampa fomu zetu za itategemea kama imepata total loss, basi malipo tunayafanya kwa muhusika mwenyewe moja kwa moja. Lakini kama ipo within matengenezo, basi gharama hizo tutamlipa mtu wa garage, ambapo yeye ndo atakayefanya matengenezo ya hiyo gari. Kwa hiyo sisi taratibu zetu za kibima, baada ya kufanya taratibu zote na tukaweza kuingiza kwenye mfumo na tumejiridhisha kila kitu kipo sawa, basi ndani ya siku saba tunatoa discharge voucher, ambapo discharge voucher hiyo mteja atakwenda kusaini mbele ya mwanasheria ama mahakamani kuridhia yale kiwango cha malipo ambacho bima tumempatia. Baada ya kurudisha na kuridhia kwamba ameridhia na kile kiwango, basi sisi kwa muda huo mfupi tunaweza kufanya malipo kupitia kwenye akaunti yake husika ama akaunti ya repair au ni garage, ambayo sisi tutakuwa yeye mwenyewe atakuwa amejichagua. Hivyo basi baada ya kufanya malipo hayo na imani kabisa mteja atakuwa pesa yake ameipata ama ametengenezewa gari lake kwa usahihi, na baada kama ni gari ambayo ina matengenezo, basi sisi kama shirika atatuletea fomu ya satisfaction ambayo ameridhia kwamba matengenezo yale yapo sahihi, ameridhia matengenezo garage imemtengenezea gari kwa usahihi. Sisi tutachukua ile fomu, ni moja ya nyaraka ambazo tunaziweka kwenye taratibu zetu za malipo kwamba mteja ameridhia, ili kesho na kesho kutwa, ili mteja asilalamike kwamba mimi nimepeleka gari sehemu fulani lakini sikupata hiki au kuna kitu hiki hakikuwa sahihi. Kwa hiyo anaposaini ile fomu, kwa maana yake kwamba ameridhia na matengenezo yaliyokuwa yametolewa. Hivyo basi hiyo ni kwa upande wa tunasema on damage, ama ni mtu aliyekata comprehensive gari yake. Lakini pia kuna ajali nyingine zinatokea kwa upande wa third party. Third party maana yake, kwa mfano nitoe mfano mmoja tu, mtu ambaye amepata ajali akiwa kwenye chombo cha usafiri wa public ama daladala ama ni basi akiwa safarini. Endapo mteja ama mwananchi yeyote ambaye amepata janga akiwa safarini, akiwa kwenye chombo cha moto hiko, sisi kama shirika na mteja tukathibitisha kwamba huyo mwenye chombo amekatia bima kwetu, chombo kimekatiwa kwetu kwa gharama sahihi ambazo zimeainishwa kwenye mifumo, basi kama ajali imetokea, mteja
ama yule abiria atawajibika kufanya mambo kadhaa. Cha kwanza kabisa, yule ambaye mwenye chombo anatakiwa aje atoe taarifa kwenye shirika. Akishatoa taarifa kwetu kwamba mimi bwana fulani nimepata gari yangu imesababisha madhara kidogo katika sehemu fulani, ilikuwa inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa hiyo hapo katikati imepata ajali. Kwa hiyo katika ajali hii kuna majeruhi, kuna waliofariki, lakini na taratibu za kipolisi zimefuatwa. Kama nilivyosema awali, nyaraka za kipolisi ni zile zile. Sisi tutakachohitaji baadaye kwamba mteja atuletee hizo nyaraka, kwa sababu tukishapata taarifa, yeye mwenye gari akishatuletea taarifa rasmi, basi kama mtu alipata madhara, ameumia, kwa mfano mtu ameumia na hawezi kuja baada ya tukio kwa sababu atakuwa yupo katika wakati mgumu, labda atakuwa ni hospitali na sehemu moja na kadhalika. Hivyo baada ya yeye kupata nafuu na kujua kwamba akapata ushirikiano kutoka kwa mmiliki wa chombo na kumweleza kwamba mimi nimeshatoa taarifa shirika la bima la taifa, labda kwa mfano hapa mkoa wa Kilimanjaro katika ofisi za Kilimanjaro, hivyo anamshauri mteja. Tunashauri tena kama taasisi, wamiliki pindi magari yao au vyombo vyao vinavyosababisha madhara, tunaomba kwa namna moja au nyingine watoe ushirikiano kwa abiria. Ushirikiano huu ndio utawasaidia abiria hawa kupata fidia kwa wakati. Kwa hiyo kama atampa ushirikiano na atafika yeye kutoa taarifa kwa wakati, itasaidia sana kama sisi taasisi kuweza kuprocess malipo haya na majanga hayo ambayo yamejitokeza kuweza kuwafidia wahusika. Kwa mfano mtu ameumia, nilisema awali, akiwa katika chombo. Cha kwanza kabisa, ile gari ina sitting capacity ama ni idadi ya siti za abiria. Kwa hiyo hakikishe kwamba lazima awe amepata risiti ama tiketi ya chombo husika ili kumtambulisha kwamba alikuwepo katika chombo husika. Mwisho wa siku inapotokea tatizo kwamba tunafahamu mteja X alikuwa kwenye gari hii na alikuwa kama abiria akitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, basi baada ya hapo yeye mteja kama amepata madhara makubwa na kwenda hospitali, amekuwa unconscious au vinginevyo, basi tutasubiri ndani ya kipindi kadhaa, kwa sababu hizi madai ya mtu wa tatu ama third party yana muda kidogo kusubiri. Mteja atakapopata nafuu, basi atafika tuna polisi kwenda kuchukua hizi nyaraka na kuthibitisha kwamba jina lake lipo kwenye nyaraka za kipolisi, atatuletea. Akishatuletea na wakati huo sisi tushapokea taarifa mapema kutoka kwa mmiliki, basi tunachokifanya sisi tutampa tuna checklist yetu ya baadhi ya mahitaji kwa ajili ya mteja huyo tuweze kumfidia. Na mahitaji yanayohitajika kwa mtu ambaye amepata ajali akiwa kwenye chombo cha moto, lazima tumpe kwanza claim form ajaze, ambayo claim form hii inajazwa na mmiliki wa chombo. Hii itakuwa ni moja, hata kama wamepata ajali ni wengi walioumia, lakini fomu ya madai ni moja ambayo akishajaza mwenye gari muhusika tunamaliza. Lakini pia tutahitaji kama tulivyosema, kuna PF90, kuna PF115 ambayo ni original, zote tunahitaji copy hizo, na mwisho wa siku kuna court judgment na mwisho charge sheet ambayo kuthibitisha kwamba huyu mteja au huyu dereva amepata hukumu, amehukumiwa na kuweza kupewa adhabu ama faini kulingana na tukio husika. Pia vile vile tutahitaji hiyo sketch map ambayo pia itakuwa ni moja tu. Pia vile vile mteja huyu aliyeumia tutahitaji atutambulishe, atuandikie barua inayojieleza kwamba bana, mimi nilikuwa kwenye gari husika na nilipata ajali nikiwa kwenye gari namba X, hivyo nimeleta nyaraka hizi kwa ajili ya utaratibu wa fidia. Pamoja na hiyo,
lazima ndani yake atueleze kwamba umri wake, kipato chake, kama ana dependence na vinginevyo. Lazima tuweze kujua. Ni moja ya vitu ambavyo vinatupelekea sisi kuweza kufanya malipo. Hivyo akishatupatia hayo mambo yote, sisi kama shirika la bima tunachokifanya, tutaomba pia medical report kutoka kwa daktari ambayo itaelezea, hiyo medical report ama taarifa ya daktari itaelezea ile kiwango cha maumivu aliyopata, au kiwango tunasema incapacity, kwamba ni hasara kiasi gani ya maumivu aliyoyapata ndani ya mwili wake. Kwa hiyo kiwango kile daktari atasema kwamba maana mteja huyu kiwango chake alichopata ni permanent incapacity, kwamba hawezi tena, labda kama ni mguu ulikuwa ni kukatwa, kwa hiyo tunasema ni permanent. Labda alikuwa huyu maumivu yake yatachukua ndani ya miezi 6 atakuwa amepona, ile inaitwa ni partial incapacity. Kwa hiyo ataeleza. Baada ya kueleza daktari kwenye ripoti yake, sisi tutachukua kama ni moja ya factor katika kuweza kufanya malipo. Na vile vile tutahitaji kama ni x-ray alifanya, kama kuna gharama za nani alitumia, gharama za hospitali, transport, chakula, hizo zote tutahitaji, kama ni risiti ambazo original kutoka sehemu husika, sisi tuweze kufidia zote. Na badala ya hapo, tutachokifanya sisi kama shirika la bima, tutadili na huyo mteja, sio tena mmiliki wa gari. Baada ya kutuletea hizo nyaraka, sisi tuta-process malipo kulingana na kiwango ambacho kimenani na sheria zetu za malipo. Basi mteja huyu ataweza kufidiwa kwa wakati na utaratibu mwingine utakuwa umekuisha. Huyo ni kwa upande wa mtu wa tatu, tunaita bodily injury, mtu ambaye labda ameumia aidha mkono, mguu, kichwa na vinginevyo, lakini vyote vinathibitishwa na daktari. Pia kuna madhara mengine ambayo ni tunasema death. Mteja alikuwa kwenye chombo cha moto ama amegongwa na gari barabarani, amefariki. Mteja huyu ambaye amefariki, mtu akishafariki hakuna kingine kinachoendelea zaidi ya utaratibu wa mazishi na mengineyo ataendelea, lakini madai ama fidia itakayokuja kuweza kumpa huyu mhusika, cha kwanza kabisa, kama nilivyosema, ajali yoyote ya barabarani ni traffic case. Kwa hiyo lazima askari wa usalama barabarani wachukue taarifa zote za ajali na kuchukua alama hizo, lamani ya ajali na minginezo. Baada ya hapo, kama mhusika amefariki, amepelekwa mochwari na vinginevyo hivyo, baada ya mazishi na mambo mengineyo, sisi kama taasisi ya bima tunachohitaji kwanza kabisa hizo nyaraka nilizozisema za kipolisi, na pia vile vile tutahitaji msimamizi wa mirathi ambaye ametambulika mahakamani. Msimamizi wa mirathi ambaye ametambulika mahakamani, mahakama imemtambua na kumthibitisha kwamba huyu ni msimamizi wa marehemu X. Ikishamthibitisha yeye, kama yeye ndio atawajibika kuja kufanya follow up ya fidia ya marehemu. Kwa hiyo kama msimamizi wa mirathi akishamaliza taratibu zao zote za mazishi na mambo mengine, basi sisi kama shirika tunachokifanya, tunapokea hizo taarifa ambazo zitatoka kwa huyo msimamizi, ikiwemo nyaraka zote kutoka polisi, ikiwemo nyaraka ambazo zinamhusu yeye, zikiwemo nyaraka za daktari, final report. Daktari wamethibitisha kwamba huyu mtu kweli alipata ajali, amegongwa na amekufa pale pale, au alikufa kulikuwa na kitu kingine zaidi ya hapo. Daktari atathibitisha, sisi tutachukua kama uthibitisho wa kuweza kufanya malipo. Na malipo haya yanafanyikaje? Endapo mhusika marehemu alikuwa ni mtumishi kwa mfano, basi sisi kama taasisi tutahitaji kujua taarifa zake. Taarifa mojawapo ni kwamba
alikuwa na kipato cha kiasi gani. Kama alikuwa ni mtumishi, basi tutahitaji uthibitisho wa kipato, kama ni salary slip ama kama ni taarifa yote kutoka kwa mwajiri wake. Na pia vile vile tutahitaji kupata taarifa za wategemezi wake. Kama alikuwa na tegemezi, tutahitaji kujua taarifa zake hizo za tegemezi. Tutahitaji kupata death certificate, ambazo zote zitatuongoza sisi kuweza kupelekea kufanya malipo. Kwa hiyo baada ya kukusanya nyaraka hizo, sisi tutaingia kwenye mfumo na kuweza kuandaa madai kwa mantiki ya kwamba ni madai ya kifo. Kwa hiyo madai ya kifo yatategemea kwamba hivyo nilivyovisema, kama alikuwa ni mtu ambaye mtumishi, basi tategemea kipato, tategemea dependents ambao ni wategemezi, tategemea na umri wake ambao ni moja ya fakta ambazo zinaweza sisi kutupelekea kufanya malipo hayo kwa wakati. Hivyo baada ya kukusanya hizo nyaraka zote, sisi malipo haya kulingana na mnyumbuisho wa ile nani ya usimamizi wa mirathi, sisi tutaleta ule mnyumbuisho ambao umetengenezwa maalum kwamba bana, huyu marehemu X alikuwa na watoto, huyu alikuwa na mke au ameacha mke na watoto. Kwa hiyo labda katika urithi wake au katika mafao yake, basi kiasi kadhaa atachukua mke, kiasi kadhaa watoto. Kwa ule mnyumbuisho sisi tutakwenda kulipa mahakamani. Kwa hiyo cheki ama malipo yote yatalipwa mahakamani na si kwa msimamizi wa mirathi kwa wakati huo. Hii yote tunafanya hivyo kuondoa sitofahamu ambazo wakati mwingine zinajitokeza. Kwa hiyo tunapopata ile hati ya mirathi, basi sisi malipo hayo tunayapeleka huko, na kama kuna mgao, basi mahakama ndiyo itawajibika kuweza kufanya huo mgao husika kulingana na mnyumbuisho ambao umepelekwa mahakamani. Hivyo hizo ni aina tatu ambazo inapotokea ajali barabarani, basi mteja anaweza kufidiwa. Nimesema ya kwanza, mteja anaweza kuwa na gari yake tu binafsi ambayo alikata bima kubwa, akajitokeza gari imepata, labda ameenda amegonga huko barabarani, amegonga mti, amegonga vinginevyo, akafuata utaratibu na ikathibitika kwamba ile ajali ilikuwa limelingana na labda kuna default fulani ilitokea, basi huyo mteja atawajibika. Akishafanya taratibu za kipolisi, atafika ofisini na tutafanya malipo. Nilisema ya pili ni mtu ambaye amepata madhara, aidha madhara ya kwamba amepata maumivu ya mwili wake, bodily injury. Kwa hiyo inapotokea bodily injury, basi nimesema utaratibu wake. Na mwisho nilizungumzia kuhusu death. Inapotokea death, mteja amefariki, basi nimesema pale namna ambazo za kufuata ili iweze malipo yafanyike. Hivyo kwa taratibu zetu sisi Shirika la Bima la Taifa tumejiwekea utaratibu ni kwamba ndani ya siku 7 mteja awe amelipwa. Lakini hii inafanyika pekee endapo taratibu za kipolisi zimefanyika kwa wakati, nyaraka zimetufikia kwa wakati, basi sidhani kama sisi tutakuwa na sehemu ambayo kukwepa kutokulipa kwa ndani ya siku 7. Hivyo naamini kabisa wateja wetu inapotokea cases kama hizo, basi wawajibike kufuata hizo taratibu zilizotajwa, basi na mengine na malipo au mafao yatalipwa kwa kulingana, fidia italipwa kulingana na utaratibu ambao nilioueleza hapo awali. Mimi ni Sergeant Winifrida wa trafiki Moshi mjini. Kuna changamoto mbalimbali zinazopelekea muhanga au mwathirika wa ajali kutopata stahiki zake. Changamoto namba 1, kutokuwa na leseni ya udereva. Dereva aliyeendesha chombo cha moto akiwa hana leseni ya udereva, bima haitamfidia atakaposababisha ajali au kusababishiwa ajali, kwa sababu bima inaona yule mtu hakuwa na sifa za kuendesha chombo kile na alisababisha ajali kwa uzembe kwa sababu hakuwa na sifa. Changamoto namba 2, kuendesha gari bovu. Gari likiwa bovu, sheria ya bima inaonyesha gari hilo lazima litapata ajali kwa sababu ni bovu, halina sifa za kuwa barabarani, ni libovu. Mtu aliendesha gari bovu ana uwezekano mkubwa wa kutopata fidia kwenye kampuni yoyote ya bima. Changamoto nyingine ni kuendesha chombo cha moto kisicho na bima iliyo hai. Chombo kisichokuwa na bima iliyo hai, mtu hawezi kupata fidia kwa sababu hata kuwa na sehemu ya kudai.
Ili mtu adai, ili mtu apewe fidia ya janga alilolipata, lazima awe na kampuni ambayo anaweza kudai. Kampuni ya bima aliyokata, bima aliyolipia ambayo anaweza kudai fidia zake. Asipokuwa na bima iliyo hai, atapoteza sifa ya kupata fidia. Kutoripoti ajali. Ili mtu apate fidia, kuna fomu za polisi anazotakiwa kupewa. Ili apewe fomu hizo, lazima ajali iwe imeripotiwa kwa wakati. Baada ya kutokea ajali hiyo ilipotiwe, askari waende eneo la tukio, wachore mchoro, huyu muhanga aweze kupata viambata vya kulipwa na bima hiyo. Kutojaziwa fomu ya matibabu ya PF3. Ili mtu aweze kulipwa, lazima fomu iwe imejazwa na daktari hospitali ya serikali ikielezea majeraha au madhara aliyoyapata na ajali hiyo. Kwa kupitia fomu hiyo na risiti alizopatiwa matibabu, bima wanaweza kufanya calculation mtu huyu anapaswa kufidiwa kiasi gani. Changamoto nyingine ni kuendesha chombo cha moto akiwa mlevi. Dereva aliyeendesha chombo cha moto akiwa mlevi akipata majanga ya ajali, bima haitamtambua dereva huyo, kwa sababu inahesabika ajali hiyo ni ajali ya uzembe. Makampuni ya bima hayatamlipa. Kama atasababisha janga, atagonga mtu, yeye atapaswa alipe mwenyewe. Hata kama gari lake lina bima, haitalipa yeye mwenyewe, dereva ndio anapaswa kuwalipa wahanga wa ajali hiyo.